Kwa hiyo ameketi mkono wa kuume wa mamlaka, meaning kaa kwenye mamlaka. Baada kaa kwenye, ndiposa baada ya kupokea akaja kwao akasema nao, nimeshakaa katika mamlaka, nimepewa mamlaka yote kwa kuwa nimeketi katika mamlaka, katika kiti cha enzi nimepewa. Sasa ushuhuda huu, nguvu nyingi zatendeka napo, na hii ni mahubiri ya Petro akiwaambia Roho Mtakatifu amemwagwa kwetu kwa nguvu za ajabu sana. Leo mnaona haya mambo yakitokea kwa lugha zenu, hiki kimemiminwa kutoka kwa Mungu Mwenyezi mwenye mamlaka aliye hai, Roho Mtakatifu kwenu. Yesu akasema mtapokea nguvu akisha kuja kwenu. Kwa hiyo tumemwagiwa nguvu baada ya kuja kwake Roho Mtakatifu kwetu, na wewe unakuwa na nguvu. Dunia haiwezi kumchapa mwenye mamlaka. Come on you. Mshangilie Bwana Mungu kwa leo. Itashangaza sana. Una huzuni, dunia inachosha, dunia inaumiza. Sasa siuondoke basi kama huwezi kuidhibiti. Umepewa kuishughulikia dunia na mambo yake yote. Huku ndiko kuushindaka ulimwengu. Yani hiyo imani yetu iko wapi? Imani ushinde ulimwengu. Ulimwengu na kuchapa kama fimbo yake, ugeuzie je bakora yako, kwamba hiyo bakora haichapagi wapako mafuta kama namna hii. Wana mamlaka juu ya uumbaji. Haleluya. Haleluya. Wana mamlaka juu ya chakula. Wana mamlaka juu ya umaskini. Yes, wana mamlaka juu ya mambo kadha wa kadha. Yesu akiwa duniani ana mamlaka juu ya uumbaji, mamlaka juu ya chakula. Akaambia mikate mingapi hapo? Okay, basi lezeni hapo. Now come. Mikate wakala wakashiba. Kesho asubuhi wataka wamfanye mfalme. Ambia mimi sio Herode wenu. Come on you people. Na mambo mengine kabisa. Mikate wakala ana mamlaka juu ya njaa na kila. Lakini uumbaji, upepo tulia, ana mamlaka. Lakini kwa habari ya uchumi naambia mna shida. Kuna samaki mmoja kule Petro kimbia akachukue fedha. Ana mamlaka juu ya chochote na uhitaji wa aina yoyote. Kwa habari ya uponyaji ana mamlaka. Kwa habari ya pepo ana mamlaka. Kwa habari ya makaburi ana mamlaka. Kwa habari ya kifo na mauti ana mamlaka yote. Anastahili kuaminiwa. Nasema anastahili kuaminiwa. Anastahili kuaminiwa kwa namna jinsi alivyo mwanadamu. Sasa umwamini nani hapa? Huyu hapa ana mamlaka, huyu hapa ana nguvu, na yuko mwingine pale yeye ashakufaga, hana nguvu, hana mamlaka, hasikiki tena kivitendo. Wewe ungeamini nani? Yuko live leo, anatenda kazi sasa, anaponya sasa, unafunguliwa. Yuko wa kuaminiwa. Wewe hapa ungepewa rafiki marehemu, alafu kapewa rafiki aliye hai, ungechagua yupi? Sikuelewi. Hapa na rafiki kama Yesu. Ngoja. Unataka rafiki? Sawa, tunakuletea rafiki marehemu. Huyu hapa mzuri tu, tumempaka rangi, tumempamba vizuri, napendeza, tumempiga perfume, ananukia. Amepumzika tu hapa kidogo. Alafu huyu hapa yuko hai. Yuko hai, ana nguvu, anafungua, anaponya, anabariki, anainua watu, yuko kazini, anafanya mambo. Wewe ungechagua jeneza, ungechagua aliye hai? Sikuelewi. Bado kwa hujanipa majibu ya sawa hapo. Narudia tena, huyu tumempamba, tumemnakshi rangi nzuri. Najua kuna majeneza mazuri leo. Jeneza la dhahabu fresh safi kabisa. Lakini bwana, tunataka rafiki yako huyu marehemu aliyelala hapa, huyu atakuwa rafiki yako. Utaishi naye, utaongea naye, utachati, rafiki marehemu katika jeneza zuri na mapambo na suti na magauni. Kama ni mdada basi yuko vizuri tu, tumemremba, anapendeza, mrembo. Na kuna aliye hai, ungechagua
Fanya uchaguzi wenye akili. Ungechagua nani? Ungechagua nani? Ungechagua nani? Haya, Yesu yu hai leo na hata milele. Nilikuwa nimekufa nikafufuka. Nilikufa kwa ajili ya dhambi zenu, niko hai hata milele yote. Na mauti haimgusi tena. Yesu yu hai. Kwa chagua aliye hai. Leo kumkataa Yesu na kuchagua mambo mengine ni kama kuchagua mtu ndani ya jeneza. Ndio rafiki yako. Sasa tutaukabidhi uende nyumbani, tutakufungashia vizuri. Ndanayo nyumbani, kakae naye nyumbani huyo. Ndio hivyo watu leo wanaishi na maisha mabaya kwa sababu amechagua mauti. Hawajamchagua aliye hai. Yesu yu hai. Ameshinda kifo na mauti. Ndio alienda mautini ili akasema ninao uwezo wa kuutoa uhai na kuutoa tena. Wewe ungechagua yupi? Subiri na kuletea tena uchaguzi. Unapenda uchaguzi? Napenda uchaguzi. Najua hata gauni uliovaa pia ulichagua. Kiatu pia ulichagua. Uongo? Nakaa kimya, nataka kusema. Nywele pia usuka zile ulichagua. Uongo? Leo nachagua. Pete uliovaa ulichagua. Saa uliovaa ulichagua. Kila kitu ulichagua. Uongo wako. Useme ukweli wewe. Kile ambacho vaa umechagua, hata wewe ukachagua. Na nguo uliovaa, nguo hii anataka hii. Ukachagua ukavaa. Kweli uongo? Mnapenda uchaguzi Basi chagueni hivi leo naye mtakie mtumikia. Uchaguzi uko pale pale. Chagueni hivi leo nani mtakie mtumikia, aliye hai au aliyekufa. Chagueni hivi leo nani mtamwamini, aliye hai au aliyekufa. Hapa kuna aliyekufa, hapa kuna aliye hai. Unachagua nani wewe? Yesu yu hai leo. Anazo nguvu, amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Peni Bwana heshima. Haya, tuache habari hiyo. Hapa kuna manabii wengi. Yuko nabii Musa, manabii wengi. Mimi pia nabii au? Mimi ni mwana wa nabii bwana. Kwa hiyo nina DNA za kinabii, so I can do prophetic. Now, listen to me. Hello? That's so. Kwa hiyo kuna manabii wengi waliotokea, wengine kama mimi, wengine ndio hivyo tena, tumetokea wengi by the way. Hapa kuna nabii ambaye yeye anasema mimi nabii. Jina lake ni Jesus. Manabii wengine sijui majina yao, ila nitakidai na nabii mimi nakufa alafu naoza mazima bui. Sawa Sasa hapa kuna nabii. Nabii huyu yuko hai. Na nabii huyu amekufa. Unachagua nabii yupi? Bado vizuri. Naongeza zaidi tena kingine. Mimi nabii niko hapa. Nitakufa na sitafufuka. Nishakuambia na inaeleweka. Nikizama huko nimeendea nyumba ya milele mnasemaga. Kwa sababu milele mnasema milele nyumba wa milele, kwa sababu lini namtaka kumtoa huko milele. Kwa mimi nikizama huko mazima. Lakini kuna nabii mwingine hapa anasema mimi ninao uwezo wa kutoa uhai na kutoa tena. Halafu niko mimi, jamani niamini mimi hapa. Tuko kwenye tuna nadi sera. Mimi ni nabii ambaye nina nguvu. Umati wote unaweza kuumiliki na nikafundisha na nikaupa dini na maadili. Kwa habari ya kifo, mimi ni kifa na ngojea kuhukumiwa tu. Mimi ni kifa ndio mazima yani. Na ninyi mnaponiamini mtafuata njia yangu na mambo yatakuwa, na mimi naenda kuwaombea kama kawaida.
Na huyu hapa anasema mimi sera zangu nakupa uzima wa milele. Kwa mimi sera zangu bwana, kwa habari ya huko ahera mimi sielewi sawa sawa. Yaani sijui nako kwenda mimi hapa. Jamani, hizi ni sera tu jamani. Lakini sijui nitakachofanya sijui pia. Lakini sasa niaminini, Mwenyezi Mungu anajua cha kufanya mwenyewe. Lakini siwezi kuambia mnaenda wapi. Lakini yuko nabii mmoja anasema mimi hapa ndiye. Mimi hapa na uwezo. Ukiniamini moja kwa moja mbinguni. No negotiation. Unafanyika mwana wa Mungu mara moja. Na unasamehewa dhambi zako. Na jina lako linaandikwa mbinguni mara moja tu. Ukiniamini mimi na kulipokea, ninakupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu direct. Na lakini pia najua kuna kifo waga kinasumbuaga hapa. Watu wakifaga wanakwendaga mazima. Maana yake iko mauti hapa na kuzimu. Na inaringa sana. Mimi ninao uwezo wa kuishinda mauti. Na hapa nilipo najua ninyi kwa sababu ya dhambi mkifa jehanamu. Lakini nawahakikishia ya kwamba ukiniamini mimi, nasema ukiniamini mimi, Jesus, hata ujapokufa wewe hapo, unapita mautini tu na kuingia uzimani. Mauti haitakuwa na nguvu kwako. Ninao uwezo mimi hapa wa kuingia, kutoa uhai, nikapambane na mauti. Ninao uwezo pia wa kutoa tena, kwa kuwa hakuna awezaye kuniondolea uhai wangu. Hakuna. Hizi ni sera bwana. Haya, wewe mwenye akili timamu, bila kulazimisha, ubongo umetimia sawa sawa. Unaenda wapi? Unakwenda kwa atakaye kufa hana uwezo wa kutoka na akenda mazima, au unakwenda kwa mwenye uwezo wa kutoa uhai akafa leo siku ya 3 kama yuko duniani? Huyu akifa aendage mazima, lakini huyu hapa, wewe unaenda wapi? Hizi sera umezielewa? Lakini hizi sera umezielewa vizuri? Haya, unachagua wapi? Wewe lazima uchague. Chagueni hivi leo. Wewe unachagua wapi? Unachagua wapi? Kwa mwenye uzima, kwa mwenye mamlaka, kwa mwenye nguvu, ambapo leo kimwamini tu mapepo yote na majini yote hayatakuonea tena. Hizi ni sera. Mimi ukiniamini, nitakupa nguvu za kushinda mapepo yanayokutesa kila siku. Hapa niko mimi, nasema mimi kwa kweli sina uwezo juu ya mapepo na majini haya. Kwa kweli itakuwa Mwenyezi Mungu amekuandikia. Wewe tu mshukuru Mwenyezi Mungu. I say upande huu hapa nitakupa nguvu za kuyatimua, utayapeleka mchaka. Come on. Mwenye akili timamu anakimbilia kwa mwenye uhai, kwa mwenye mamlaka. Nataka hizo nguvu, nataka huo uwezo, nataka hiyo mamlaka katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana Mungu aliye. Shangilie Bwana Mungu aliye. Shangilie Bwana Mungu aliye. Shangilie Bwana Mungu. Bwana, mimi na mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa nayo. Na wewe mwingine unamwambia mimi sina mamlaka yote, hata kumtoa pepo tu sina mamlaka yote. Lakini naomba mniamini, mimi na mamlaka yote. Halafu huyu hana mamlaka yote. Wewe unaenda wapi? Unachagua mwenye mamlaka au ambaye ni yeye pia anabinywa na kupigwa konzi? Mmekufa wote, ni kiongozi kipofu. Wote mtatumbukia shimoni, hamtoki. Sema kwa jina la Yesu Kristo, nachagua Yesu. Haya ni ya kuaminiwa. Haya ni ya kuaminiwa. Haya ni ya kuaminiwa. This must be believed
na kufundisha haya ili uamini, uchukue hatua.